kidogo tuzungumze neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika sura Taghabun, alizungumza neema, akataja neema za watoto na neema ya mke. Neema hapa amezungumza mke, alimtaja sana, na sisi tutazungumza hapo kiasi, alafu tuendelee na mengine. Ni neema kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisoma katika aya ya ayyuhalladhina amanu, Mungu anazungumza na waumini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum. Inna min azwajikum, hakika min azwajikum, miongoni mwa wake zenu na watoto wenu, aduwwan lakum fahadharuhum. Hawa wake hawa muliowaoa, kienda kazini ukabangaiza uweke 100 upate ili uoe, baadhi ya wao utakuwa ni maadui zenu ikiwa hawajapitisha mipito mizuri inayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa adui. Sasa wajiulizaje, mume wako mke wako anakuaje adui? Mkiitana majina habibi, habibti, mkienda kwenye kizungu kule I love you sijui level, mbona anakuwa adui tena? Na hii ni Qur'ani inasema. Mbona Mungu atuambia hivi? Kwa nini mume mwenyewe uliomchagua ukakosa kula, ukamwambia silali na kuona sijui kwenye kikopo, ninakuona kwenye nini sijakula, mbona huyu anakuwa adui? Kwa nini awe adui? Tena kaambia fahadharuhum, jitahadharishe. Mwanao uliomzaa mwenyewe ukaja kwa mashehe, mfanyeni rukia jamani mpate watoto, ukapata mtoto, mbona mtoto wako anakuwa adui? Kwa nini? Na Mungu ndiye anatuambia. Kwa nini mtoto awe adui? Mtoto wako mwenyewe uliomzaa mwenyewe. Kana nini hapa? Hapa kwenye mke, lau hutapata mke ambaye kwamba ni mke aliyosulihi, atakuwa adui. Atakuwa adui tu katika maisha yako. Lazima awe adui katika maisha yako, kwa sababu huyo mke hajasulihi kuwa mke. Unajua kila mtu anasulihi, paka asulihi kwamba huyu amesulihi. Ndio katika Uislamu unatuambia mwanamke kabla hajaolewa kuna mambo yatizamwa. Mtume anatuambia ad-dunya kulluha mata'un, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah, ni kumpata mwanamke mwenye kusulihi kwenye ndoa. Huyu akija kwenye ndoa yake atajali zile hukuki zaujia, atajali haki za mume, atajali haki ya ndoa yake, na mume pia atajali haki za mke wake. Ukiwapata hawa, basi hawa hatakuwa fitna katika maisha yao. Lakini ukiwapata si tofauti na hao tunaoelezea, hawa atakuwa adui. Wewe mume itafika hatua achekea kwenye kahawa, itafika hatua mchana utarajiwe mchana tu, sifika usiku. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani hakuingiliki, kuna moto. Ule mwanamke si almar'atu swaliha, si mwenye kusulihi. Mar'atu swaliha Uislamu si kwamba eti ni mwanamke si mzuri, ni mzuri. Hatujaambiwa eti kwamba tukiangalia mar'atu swaliha eti tuangalie mwanamke ambaye kwamba si mzuri. Awe mweupe mzuri, mrembo vizuri, vigezo vyote anavyo, lakini maadamu hana dini, maadamu ameikosa dini yake, basi hasulihi. Na haya ndio maafa mengi katika jamii. Leo ndoa zinaregarega, zinatingishika kwa sababu watu walioana hawajasulihi. Mume si mume bora, mke si mwanamke mwenye kusulihi kuolewa. Mtu hata yuko ndani ya nyumba hajui haki za mume wake nzipi. Yuko ndani ya nyumba yake hajui mume wangu mimi ni wajibu nimfanyie nini. Mume yuko ndani ya ndoa yake hajui wajibu wa mke wake, haki za mke wake ni zipi atakiwa azitekeleze kwake, hajui. Watarajia hiyo neema lazima itakuwa ni fitna, kama Mungu alivyotuambia tena